Ligi kuu soka Tanzania bara imesimama kupisha michuano ya AFCON. Lakini ukiangalia msimamo jinsi ulivyo, takwimu zinavyoonyesha, kuna timu ziko hofu bihali, lakini kuna timu zinachekelea pale. Lakini kuna timu zimecheza mechi nyingi kweli kweli, lakini bado hali ni tete. Hii kwa ujumla wake, kwanza kabla tuanze kuchambua takwimu moja baada nyingine, inaashiria nini katika ligi kuu soka Tanzania bara? Ligi kuu ya NBC Premier League ya msimu wa 2025-2026 ni miongoni mwa ligi ambayo inaonekana na ugumu wake kutokana na kila timu inapocheza michezo mitatu. Kuna utofauti unaonekana. Kuna timu zingine zinapoanza mechi ya leo unakuta inafanya vizuri, lakini baada ya siku tatu kwenye mechi zinazofuata unakuta inafanya kile ambacho hakutarajiwa. Kwa hiyo hii inaashiria kwamba ligi yetu ya NBC Premier League ya msimu mwaka 2025-2026 ina ugumu wake kulingana na timu ambazo zipo kwenye mjumuiko wa ligi kwa ujumla. Maana kila timu imejipanga na kila timu ipo tayari kutafuta kile ambacho imeingia kukitafuta kwenye ligi ya NBC Premier League. Kwa takwimu zinavyoonyesha kwamba timu iliyocheza michezo mingi ina michezo 10. Lakini michezo 10 timu hizo ni afadhali kidogo kwa sababu kuna timu zina mechi 6 au 5 lakini zinafukuza pale juu kweli kweli. Sasa kwa maana hii ligi kuu NBC Tanzania bara ni ngumu au ina ushindani wa hali ya juu, au kwa takwimu hizi zinaonyesha kwamba kuna baadhi ya timu zipo kwa ajili ya kuchukua ubingwa na kuna baadhi ya timu zipo kwa ajili ya kushika nafasi za watu na baadaye kushuka kwenye nafasi zao. Kitu cha kwanza ambacho mtazamaji anatusikiliza anatakiwa atambue kwamba ligi siku zote unapokuwa umeshaanza kufukuzana na kitu fulani unatakiwa uwe makini, kwa sababu hata hicho unachokifukuza ipo siku unaweza ukakikosa au kikaenda kakupoteza njia, lakini anayefuata nyuma anaweza kakikimbiza na akakipata kwa usahihi. Kwa hiyo ligi ya NBC Premier League toka ianze msimu 2025-2026 imeonekana ni miongoni mwa ligi ambayo imebeba vitu vingi ambavyo kuna wengi ambavyo kama wanavyoangalia kuna utofauti wa vitu vingi ambavyo vinafanyika ndani ya uwanja. Ukiangalia kuna michezo kadhaa, hata michezo ya mwisho kabla ya kuelekea kwenye AFCON, kuna matokeo ambayo yamestaajabisha wengi. Simba Sport Club alicheza dhidi ya Azam FC akabugizwa goli 2-0, lakini ukimwangalia Singida Black Star miongoni mwa timu ambayo ilikuwa haijapoteza mchezo wote kwenye ligi yetu NBC Premier League, kitu ambacho kiliwastaajabisha wengi, alienda kupoteza mbele ya TRA. Kwa hiyo unaona kwamba ligi yetu ya msimu 2025-2026 kila mmoja amejipanga kufanya kile kilicho bora kulingana na michezo husika. Kuhusiana na mtu kutangulia kwenye ligi na kupatwa na yule aliyepo chini, hii inategemeana. Yule aliyepo chini mpaka sasa kafanya vizuri kwenye michezo mitatu. Vipi na yeye akicheza hiyo michezo 10 aliyocheza mwenzake ambaye yupo pale juu? Kuna matokeo gani anaweza akayapata? Mfano namzungumzia JKT Tanzania ambaye ndio yupo juu, amecheza michezo takriban 10 ya ligi ya NBC Premier League. Kacheza michezo 10 kavuna pointi 17. Wastani wa kwamba kila mchezo aliokuwa anaucheza alikuwa anapata pointi moja kasoro mechi kama 2 ndo alishinda kwenye mechi 10 alizocheza. Kwa hiyo unaona ni wastani mbovu kwa uhalisia, lakini kwa jicho la nyama kuna kitu kinaonekana kwamba ligi ya NBC Premier League ni ligi ambayo imebeba vitu vingi na vingi vya kustajabisha, na kuna vingi tunaweza tukaviona kwa hivi vilabu. Na kitu ambacho najaribu kujifunza, hivi vilabu leo hii JKT Tanzania yupo kwenye hilo eneo la juu. Amecheza na vigogo wawili, kwenye mechi alizocheza na vigogo wawili kavuna pointi 2 pekee. Maana akicheza na Azam FC akatoa sare, lakini pia alicheza na Simba Sport Club akapoteza. Vipi akija kucheza na Dar es Salaam Young Africans? Ambaye Dar es Salaam Young Africans bado hajacheza naye. Kuna nini kitaendelea au kuna nini kinaweza ikatokea? Kwa hiyo maandalizi ya mchezo husika na mechi zitakavyoendelea, hii inategemeana na timu zenyewe zitajiandaa vipi kulingana na msimu husika. Lakini msimu wa NBC msimu 2025-2026 una vingi vya kutustaajabisha na kuna vingi ambavyo vinatufurahisha. Yaani inaonekana ni ligi ambayo imejipanga na iko fresh kwa ajili ya kwenda kwenye mapambano husika, na inaashiria kwamba ligi yetu imefika eneo ambalo sasa kila mmoja anatakiwa kwenda kupambania kile alichonacho. Ligi yetu imeanza Septemba 17. Tukikumbuka hilo. Lakini mpaka kufikia hapa zimechezwa mechi 62 takriban, si ndio? Kwa mechi hizo 62, mechi ambazo zimesha bila magoli ni mechi 11. Lakini magoli yaliyofungwa kwenye mechi hizo 62 ni magoli 104. Hii kwa ujumla wake ukiichukulia kwenye ushindano wa ligi kuu soka Tanzania bara inaashiria nini? Tutarudi kwenye ule msemo wa kwamba ligi NBC Premier League ya mwaka 2025-2026 ni ligi ambayo ina vingi sana na ina story nyingi za kufurahisha. Michezo 62, lakini sare tunazoziona hapa ni michezo kadhaa ambayo inaonyesha ina sare nyingi. Hii inamaanisha kwamba
kila timu inapoelekea mchezo basi inajiandaa kwa aina mbili. Inajiandaa kupata matokeo na inajiandaa kwenda kupata angalau pointi moja kwenye mchezo husika. Kwa hiyo unaona hata magoli yaliyofungwa hayo 104 kwenye michezo 60 ngapi zilizochezwa, bado inaashiria ya kwamba kila timu inapoenda kucheza kwenye mchezo husika ina kile ambacho inaenda kukitafuta ndani ya uwanja. Kama Singida Black Star alicheza dhidi ya TRA na akapoteza zaidi ya magoli mawili, inamaanisha ya kwamba haya magoli 104 hayajaja labda baadhi yetu amejitokeza, bali yamefanywa na watu na kunaonekana na watu wanafanya kazi ndani ya uwanja. Yeah. Kwenye magoli yote hayo 104 yaliyofungwa, lakini mpaka sasa hivi na mechi hizo 62 hakuna hat-trick yoyote ligi kuu soka Tanzania bara. Je, safu ya ushambuliaji inaridhisha kwa hili au kuna sehemu ya kufanya marekebisho kidogo ili hali tu tupate hat-trick kwenye ligi kuu? Jose Mourinho yeye anasema kwamba kitu cha kwanza kwenye mchezo husika ni kupata matokeo. Hii hat-trick huja kulingana na timu yako ina matokeo gani. Na hat-trick huwa yenyewe inakuja, huwa haitafutwi. Mara nyingi inakuja yenyewe kulingana na mchezo ambao unacheza kwenye mechi husika. Kwa hiyo unaona hat-trick kwenye magoli 104. Hii inategemeana na, kama nilivyosema, ligi ya NBC Premier League imeonekana ina ubora mkubwa sana, hususan ukianza kwenye maeneo ya kuzuia pamoja na eneo la ushambuliaji. Kuna mastreka ambao walikuwa wanafanya vizuri msimu uliopita, imeonekana wamepigwa pini kutokana na kwamba kila mtu ana maandalizi kulingana na mchezo husika. Sasa hat-trick kwenye michezo kaza wa kaza, ukiangalia kuna baadhi ya michezo ndio sasa hivi tunamzungumzia mfungaji bora ni mpaka sasa hivi kinara wa upachikaji mabao ni Paul Peter ambaye yupo na JKT Tanzania. JKT Tanzania ambao wamecheza michezo 10 na wana pointi 17. Sasa kwenye hii michezo 10 aliyocheza amefunga magoli 5. Unaangalia wastani wa kwamba alifunga kwenye mchezo mmoja kwenye ile 5, alafu 5 mingine hakufunga goli lolote. Hii inamaanisha kwamba maandalizi ya mchezo husika yanaenda kudhihirisha kile ambacho kinaonekana ndani ya uwanja. JKT Tanzania mpaka sasa hivi, hapa tutawazungumzia JKT Tanzania kwa sababu wao ndo wanamtoa top scorer kwenye hiyo misimamo, kwenye hiyo magoli 104. Wao ndo wanaye kinara upachikaji mabao ambaye ana magoli 5 mpaka sasa. Magoli yanayobakia magoli kama 99 basi yanatoka kwenye hizi timu zingine. Sasa unaona ya kwamba maandalizi ya mchezo yanaenda kutuonyesha kile kilichopo ndani ya uwanja. Je, watu wanakukaba vipi ndani ya uwanja, au watu wako tayari kukukabili vipi unapokutana nao ndani ya uwanja? JKT Tanzania kwenye michezo 10 walioicheza, kuna vingi ambavyo, kuna mechi ambazo walitoka hajafunga goli na kuna mechi ambazo walitoka amefunga goli. Lakini huyu Paul Peter kuna muda alikuwa anabadilishwa akicheza na Edward Songo. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba ligi yetu ya NBC Premier League ina ukakasi kwa upande fulani, na kuna vingi ambavyo naweza tukajifunza kwenye ligi yetu ya NBC Premier League. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.